Ujambo na karibuni kutegea sikio habari zetu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Tusikilize kwanza vichwa vya habari zenyewe. Elocho Mtamo Prince ni msomaji wako, upande wa pili wake Inosaka Luta Mujango. Katika jiji la Baraka ni kwamba umoja wa jamii kwa ajili ya ukingo wa watoto mjini Baraka Rekope umehimiza wazazi kutuma watoto shuleni. Hiyo ni baada ya takribani wiki tatu walimu wakiwa kwenye mgomo huko wakidai mishahara yao ya miezi mitatu. Na pia bila shaka tutakwenda kujuza ya kwamba huko tarafani Fizi hali mbaya ya kuajiri wafanyakazi yaripotiwa tarafani Fizi kwa kutimizwa na shirika za kihutu. Penzi msikilizaji, tutakuwa pia huko Uvira ambapo mpaka kati ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo na Burundi umefunguliwa rasmi tena siku ya Jumatatu ya tarehe 23 Februari 2026 baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi miwili. Msikilizaji mpenzi, tutakuwa huko Ruchuru pia na Beni na huko Kinshasa. Baki chonjo ya radio yako, sitakuwa peke yangu. Na tuanze kwanza na habari za hapa jijini Baraka. Umoja wa jamii kwa ajili ya ukingo wa mtoto mjini Baraka Rekope umehimiza wazazi kutuma watoto shuleni. Hiyo ni baada ya takribani wiki tatu walimu wakiwa kwenye mgomo huko wakidai mishahara yao ya miezi mitatu. Nini wito wa Rekope baada ya walimu kuanza kazi za shule siku ya kwanza ya tarehe 23 Februari 2026? Ngena Saido Gisle, mwenyekiti makamo wa shirika hilo, anaangazia mengi zaidi. Tumsikilize. Ni kuitisha wazazi wote, kuhamasisha wazazi warudishe watoto shuleni, kwa sababu kunakuwa na wazazi ambao hawafati redio, hawana simu kubwa ili wapate kabisa habari ambazo zinaendelea katika mji, au wanaposikia tu kwamba walimu wamegoma wanawachukua watoto na kuwaingiza kwenye kazi zingine, na wakati masomo wanatoka kwenye mgomo, wengi wanakwenda kusahau kwamba watoto wana haki ya kusoma na masomo yamekwisha kuanza. Ni hapo tunakwenda kuwahimiza tu wawahimize watoto wetu kwa kuwarudisha kwenye shule, pia bila kusahau pia kupongeza government yetu, kwa sababu kila mara inakwenda kuonekana kwamba walimu wanakwenda kuingia kwenye mgomo kulingana na hali wenda ya kutokulipwa mishahara yao, kuchelewa kwa mishahara, mishahara imeibiwa, imekuja lakini imeibiwa, sijui government imekwenda kuaidia walimu kuongezea mishahara, lakini ongezeko la mshahara alionekani, na hivyo napelekea walimu kwenye hali ya kugoma. Tukifikiria ni kwamba ni miaka 3 hivi sasa tunaona kila mwaka walimu wanagoma, na hiyo inakwenda kuwa ni hali ambayo haipendezi. Kwa hiyo government kuwalipa walimu ili watoto wetu wasifanye ile ambayo inaitwa année blanche ni vizuri zaidi na ni jambo la kupongeza, japokuwa nchi iko katika misukosuko. Baki tu jijini Baraka ni kwamba uongozi wa uratibu wa muungano wa waandishi habari katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka uliendesha kikao cha majadiliano na utetezi kutokana na kuzuiliwa kwa kiolela kwa waandishi habari katika eneo hizo na vyombo vya usalama. Kikao hicho kimefanyika mwishoni mwa wiki jana mjini Baraka, ambamo waandishi habari, viongozi wa vyombo mbalimbali vya habari, viongozi wa shirika za kiraia, wanasheria na viongozi wa vitengo vya usalama wamekusanyika katika fursa hiyo.
Jonas Seba Mchabila, mratibu wa umoja huo wa waandishi wa habari, ameonyesha lengo kubwa la kikao hicho. Tuliona context yetu iko mazingira ya kazi haiendi sawa. Watu kutumika, wapasha habari kufungwa, kupata vitisho, wengine karibu kufa, kupigwa masasi. Rumunga wako Itombo aliponea chupuchupu. Na hiyo ikatupatia mwanya kusema kwamba hapana, tuitiche kikao, tutafakari kwa nini hivi. Na tulilenga viongozi kwa sababu tufanye plaidoyer kwao ya kwamba wapasha habari wana haki ya kulindwa na kukingwa, lakini wenyewe tungepatia ile malalamiko yetu wa kufika. Haikutuvunja moyo, tulibidi tuendelee. Tulikuwa tunafanya marapel, tulikumbushana haki za mfungwa. Mtu ambaye anafungwa ana haki zake. Kuna mwenzetu Thompson Unje ambaye amefanya wiki 2 katika jela, wakati ambapo mtu akifungwa hawezi pitisha masaa 48, lakini kwake ilikuwa wiki 2. Tukasema ni hatari sana. Na wengine tukasema tukumbushane pia kuhusu maprinsipe muhimu za kazi yetu ya upashaji habari, na ilikuwa evenement mzuri. Tukasema hivi kama tungekuwa tunafanya hivi kila mara, watu wetu wangeepuka matatizo. Lengo letu ni kwamba hatutaki zile za watu kufungwa kwa ajili ya kazi. Mpasha habari anapaswa akingwe, alindwe, apewe heshima, na tuangalie kwamba labda tunaropoka, labda tunaenda kombo ya vipengele vya kazi zetu. Tukasema tukumbushane, na vraiment tumefanya activity mzuri. Watu wamefika, waliozuilika tumewasamea, tumewaelewa, lakini haitatuchosha. Hata kama wako viongozi wa kufika, lakini tutafanya note ya plaidoyer au niveau RGF. Tutapeleka kikartasi kwa kila kiongozi ambaye hakufika, lakini tulihitaji kwamba afike. Tarafani Fizi ni kwamba hali mbaya ya kuajiri wafanyakazi yaripotiwa tarafani Fizi kwa kutimizwa na shirika za kiutu. Ripoti yake Ngena Saido Gisle yaonyesha kutajwa kwa hali hiyo na vuguvugu la wananchi machozi ya raia katika tarafa la Fizi. Ndiyo mwenzangu Elocho Mtambo, ni kwamba vuguvugu la wananchi machozi ya raia MCMR katika tarafa la Fizi lataja hali mbaya inayoendeshwa na baadhi ya shirika za kiutu wakati wa kuajiri wafanyakazi. Angale Isanganino Bwanjo, mwenyekiti wa vuguvugu hilo la wananchi MCMR, ameonyesha kwamba hali hiyo yachukiza zaidi raia wa tarafa la Fizi kwa kutupiliwa mbali wakati wa shirika kuajiri wafanyakazi, ikiwa kialali shirika linapoajiri la ajiri 60% ya wafanyakazi eneo ambako kazi itakwenda kutendeka. Angale Isanganino Banjo ameeleza siku ya kwanza ya tarehe 23 Februari 2026 chukizo wanalokuwa nalo kulingana na baadhi ya shirika kuajiri wafanyakazi katika tarafa la Fizi. Kweli ya jinsi tunaona na tunakonstate sana, vraiment tunaona jinsi ma ONG zenye zinaingia au organisation non gouvernementale jinsi zinakuja, vraiment zinakuya na modalite kwanza ya bien ya kufanya recrutement kwa watu. Banaanza kwanza avide donc de offre, kwanza wanatia offre zao, mais zile offre zenyewe wanatumikisha watu ma interview. Après moi ile interview kumaliza ile test, ukiakuta wale watu wenyewe wanatumika test, akuta kwa mwenye atakuwa organize, ube mwenye atabeneficie mwa ile test, utakuta engagement na yote itatoka ayer par rapport ya wale watu wenyewe wanatumika test. Donc watu wenyewe biko mwa ile mniveau lokale yenyewe wanatumikisha zile test. Ndugu mtangazaji, ile ni kweli, ndio tunaona makonsta zenye organisation non gouvernementale zimoja zinatumika vile. Ndio ndugu mtangazaji, sisi tulishawahi kuwafikiria na kuambia, na tutachoka na kuambia, kwa sababu hiyo ni kazi yetu. Tutachoka na kuambia tena, tutaendelea tuna kuambia waachane na tabia kama na wakifanyisha test mumidie local, ilifale baangaje bale batu tu benye banatumikishwa test mule mumidie local. Ile ndio yenyewe tunasiste kwao na tunabafikiria sana. Ujumbe wangu mimi ni vema sana maoni zenye zinakuja mu niveau ya territoire ya Fizi au mvile ya Baraka, ni sherti wasio wanaangaje batu benye banatina pembeni, na hata keke tunayua mvile ya Baraka mu territoire ya Fizi
muna wa specialist wa ile madepartement yenye wanakuja nayo, kama ni madepartement wenyewe wana technicien informatique biku mundani donc watu wenyewe wanafanya agronomy biku mundani, madepartement zote zile ziku. Donc kini yetu sisi au ombi yenyewe tunaweza lomba recrutement yenyewe itakuwa inatumika ikuwe ma niveau local, na wale watu wenyewe wanatumikiwa test mu niveau local ndio wanastari bakuwe engagé pale mu niveau local. Hapana test inatumikwa mu niveau local, engagement inakuwa ingine phase. Kama sisi shirika la raia ile jambo hatufurahi na hatuhitaji kabisa. Ndugu mtangazaji, shukrani kwako Ngana Saido Gisle kwa taarifa yako hiyo. Tubaki huko Lubichako ni tarafani Fizi, ambapo hali ya shuhudiwa kuwa shwari pa Lubichako baada ya kujaa kwa mto na kuweka wakahaji katika hali ya sitofahamu siku ya Jumapili ya tarehe 22 Februari 2026. Hiyo ni ripoti yake mwenzangu Lebo Esau Herman. Na hali ya shuhudiwa kuwa tulivu na iliyo bora kijijini Lobichako baada ya mto Lobichako kujaa na kuweza kuweka raia wa eneo hilo katika hali ya sintofahamu siku ya Jumapili ya tarehe 22 Februari mwaka huu tunao. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari tunavyo ni kwamba mvua hiyo imeanza tangu siku wa kuamkia siku ya Jumapili ya tarehe 22 Februari mwaka 2026 na kupelekea nyumba moja kupelekwa na maji ya mto huo Lobichako na vitu vilivyokuwa ndani kupelekwa. Msikilizaji, naomba kusikiliza sauti hii ambayo jina limekwenda kuhifadhiwa. Sasa Lobichako uko sawa, maji yote sharudia klasi yake. Umiwa kwa natumika, watu ndio kusuia umiwa. Sema fete motoni ilishuka, me problema tu pale ukilalo tu ya kutumia mjango wa asili. Ndio kwenye barabara na katika ile ngambo ya asili. Ulivike mai ajani ikata mpaka na chio na locha mai pale Lobichako ya pili kuleta pale Lobichako ya kwanza. Chio ya mai ilikatika, kwa hiyo watu wa Lobichako sasa hawana mai, hawapati mai ya kutia marobine. Na njia inakatika, pale Lobichako ukilalo tu ndio na katika njia ngambo ya Lobichako. Sasa hakuna degani ifanya jora meme ili kwa tu pale ni ile tu nyumba tu mwenyewe ilikuwa mpote na mai iko project tuna kanisa Katoliki karibu na hiyo kilalo kwa Lobichako ya pili. Ndio ile nyumba moja na vitu vyote vilikuwa nyumba vyote viliteremuka na mai ndio mwenye nyumba kwa hapo alikuwa. Ndio kwa tunasema tu uongozi au kusaidia kwa miradi iko na kuya. Ulivike pale Lobichako nafika na debia mobi. Ndio kipindi wa china walikatumika hapa Lobichako. Aliweza patura mai wamepatulia njia yenyewe tofauti na ile yake. Walikusema sana huko. Na ile ndio ikoze na wakachama na repare sawa limeanza kutundani kupeleza hapa wakachama na repare na sawa rudishe Lobichako kwenye kuanza wakaenda tu kule. Ndio kilikoze mai kupanda hapo. Kwa hiyo serikali ingependa kuwa nafuatilia hii, kufuatilia sana hii. Nani hawashiriki kwa kuadibishia tu ndio. Leo na produce na pale wale watengenezea watu wanatwali. Naam, shukrani kwako Lebo Esau kwa ripoti yako hiyo. Tujielekeze huko Uvira. Ni kwamba mpaka kati ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia na huko Burundi umefunguliwa rasmi tena siku ya Jumatatu ya tarehe 23 Februari 2026 baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi miwili. Vituo vya Kamvivira upande wa Kongo na Gatumba upande wa Burundi vimeanza tena kazi zao za kawaida na wasafiri pamoja na wafanyabiashara wameanza kuvuka tangu asubuhi. Kufungwa kwa mpaka kulisababishwa na hali ya usalama kutokana na mashambulizi ya wahasi wa AFC M23 mashariki mwa DRC. Wakati wa kufungwa biashara ilizorota na bei za bidhaa muhimu zilipanda. Kwa mujibu wa Vox Digital di Congo AADC, kufunguliwa tena kwa mpaka ni hatua muhimu kuelekea kurejea kwa hali ya kawaida. Mamlaka zinatoa wito kwa tahadhari na zinasema ulinzi umeimarishwa ili kuhakikisha usalama wa watu na bidhaa mpakani.
Na tujielekeze huko Ruchuru. Ni kwamba watu takriban 100 wameripotiwa kupelekwa mahali pasipojulikana siku ya posho ya tarehe 21 Februari 2026 jijini Kishishwe ndani ya groupment ya Bambo tarafani Ruchuru ni huko jimboni Kivu Kaskazini. Hii hapa ni ripoti yake mwenzangu Faraja Mulumba Famure. Na asante. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya eneo hilo, watu hao walikamatwa wakati wa operation ya kuzingira iliyofanywa na waasi wa AFC M23 kisha kupelekwa kusikojulikana. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa waliokamatwa wanatumiwa kushirikiana na wapiganaji wa wazalendo au na Force Democratique pour la Libération du Rwanda FDLR. Shirika la raia la eneo hilo linatoa wito wa kuheshimiwa kwa sheria za mataifa za kibinadamu pamoja na ulinzi wa raia katika eneo hili ambalo tayari limeathiriwa vibaya na vurugu za makundi yenye kushikilia silaha. Naibu mtendaji wa groupment ya Bambo Izake Kibira anasema kuwa takribani watu 217 walikamatwa katika eneo hilo pekee, ambapo ni karibu watu 90 tu walioachwa huru. Kwa mujibu wake, baadhi ya waliokamatwa walilazimishwa kufuata mafunzo ya kijeshi, huku wengine wakishikiliwa katika gereza kuu la Ruchuru au katika maeneo mengine ya kizuizini yasiyotambulika rasmi. Anaiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushughulikia swala hili, akilaani kile anachokitaja kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na mateso dhidi ya raia wasio na hatia. Ikumbukwe kwamba groupment ya Bambo pamoja na maeneo mengine ya usultani wa Bwito yamekuwa yakikumbwa na kuongezeka kwa vurugu katika miezi ya hivi karibuni kufuatia operesheni za msako zinazofanywa dhidi ya FDLR na watu ambao wanadaiwa kushirikiana nao. Ni hayo ndo nilikuwa nayo kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini tarafani Ruchuru. Shukrani kwako mwenzangu Faraja Mulumba Famure kwa taarifa yako hiyo. Twende huko Beni pia ambapo kikao cha kujadili chanzo na athari za uasi wa ADF kimefunguliwa mjini Beni Februari 23, 2026 makao makuu kwa muda ya Kivu Kaskazini. Kimeandaliwa na gavana wa kijeshi Generali Evariste Kakule Somo na kinawaleta pamoja viongozi wa ngazi zote, mashirika ya kimataifa, wanaharakati wa kiraia pamoja na viongozi wa kijamii, vijana na wanawake. Kulingana na Radio Okapi, lengo kuu ni kuimarisha uratibu wa hatua za usalama na kutafuta usalama ya kudumu ya amani katika eneo linaloteseka na mashambulizi ya waasi wa ADF. Licha ya operasheni nyingi za pamoja kati ya FARDC, MONUSCO, jeshi la Uganda, mashambulizi bado yanaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Washiriki wanatarajia kwamba kikao hiki kitaweka mikakati thabiti ya kuleta amani ya kweli mashariki mwa DRC. Tumalize tuna habari kutoka huko Kinshasa, mpenzi msikilizaji. Hiyo ni ripoti yake mwenzangu Lebo Esa Herman. Asante kwa mara nyingine tena mwenzangu Elocho Mtambo Prince na habari za huko Kinshasa semazo kuwa shirika la kimataifa la Kifaransa Action contre la faim ACF kwa kifupi katika Kifaransa limekarabati na kufanyia ukarabataji vituo 6 vya afya pamoja na wodi 7 za uzazi katika maeneo ya Drobdro, Ituri na Mabambo, Kivu Kaskazini. Mradi huo wenye thamani ya dola 25,810 za Umarekani umefadhiliwa na Chambre de Commerce et Industrie Franco-Congolaise kwa ushirikiano na wadau wake. Kulingana na Radio Okapi, mkurugenzi mkuu Helene Dufare
Champredon amesema lengo ni kuboresha afya ya mama na mtoto na kusaidia watu walio katika mazingira magumu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa ASEF nchini Gilles Drouet amesema huduma hizi zitahakikisha takribani ushauri wa kiafya 13,000 kila mwezi kwa akina mama na watoto katika eneo la Bambo. Ni hayo mwenzangu Eloto Mtambo Prince. Na ni hapo tumeweka nukta kwa taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili ambayo ilisomwa nami Eloto Mtambo Prince. Kwenye maike upande wa pili alikuwa ni ukijana Inosa Kaluta Mujango. Sikukuwa peke yangu, nilikuwa na Enge na Saido Jisle. Pia shukrani kwake Leboe Sao Hermane naye mwenzangu Faraja Mulmba Pamure ambao mlikwenda kusikiliza ripoti zao mbalimbali. Tunawaaga tukisema tuonane panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Waherini.